Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media. Ndio maana pampu hizi leo zimeshuka hapa mkoani Katavi. Ninyi wana vikundi mmebainishwa na imeelezwa utambuzi na ubainishi utaendelea. Kwa nini uendelee? Ni kwa sababu mahala pengine, wakati mwingine, baadhi ya watu wanabadili matumizi, badala ya kutumia kulima kuzalishia, anaanza kutumia kufyatua matofali, alafu na kukata miti na kuchoma matofali. Malengo yanakuwa hayajafikiwa. Lakini mara pengine wananchi wanalazimika kuziba mito, inaacha njia zake, wanachepusha, wanajenga mpaka wanaharibu. Tunataka tufanye kilimo ambacho pia kinazingatia uhifadhi na utunzaji wa mazingira yetu. Kwa tunapokuja na pampu hizi, haitakulazimisha wewe kuanza kuhamisha mto kwa kuweka, sababu unapokuwa umeweka kingo, umejenga, umehamisha, manake hata muda ambao maji yanahitaji kwenye mstari yanaendelea kupotea. Lakini kwa matumizi haya, hii ni teknolojia ambayo inaenda kuwakomboa kule, lakini pia inaenda kuhakikisha kwamba haibadilishi na kuharibu mifumo mzima ya mito yetu ambayo pia tunahitaji kwa matumizi mengine. Tuna mito kadha wa kadha ambayo ni muhimu katika mkoa wetu wa Katavi. Tunayo imani kwamba wataalamu wetu wa umwagiliaji chini ya mkurugenzi mkuu, wataalamu wetu chini ya wakurugenzi mazingira, kilimo, biashara, uzalishaji, wataendelea kuratibiwa vizuri ili waweze kuwasaidia wakulima hawa wafanye kilimo cha umwagiliaji ambacho kinaendana na sera ambazo nchi yetu inaanza katika kuhifadhi mazingira. Pampu hizi tunazozigawa kwenu ni pampu ambazo zinaenda kutumika kwenye maeneo ambayo maji yanatiririka. Hizi sio pampu za visima, ni pampu za maeneo ambayo maji yanatiririka, lakini pampu ambazo tunatarajia ni kwamba mtalinda mazingira, katika maana kwamba hamtalima pembezoni mwa vyanzo vya maji, na ndio maana mipira yake pampu hizi ni zaidi ya mita 60 kutoka kwenye chanzo au mfereji au bwawa na kadhalika. Kwa hiyo tuwaombe sisi sote ambao tunaenda kutumia pampu hizi, twende tukawe walinzi wa mazingira, lakini hapo hapo tuweze kuzalisha kwa kutumia pampu hizi. Kwa hiyo ni matarajio yetu kwamba eneo la umwagiliaji litaongezeka, na matarajio yetu nanyi nyinyi watumiaji mtaweza kushirikiana na vikundi vyenu vio vya uzalishaji viweze kubadilisha maisha yenu nyinyi na maisha ya familia zenu. Hazitumiki pampu hizi kuleta ugomvi, hazitumiki kuleta changamoto kwenu. Lakini pampu hizi sio kwa ajili ya kufyatua matofali. Pampu hizi ni kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji. Jumla ya pampu 52 zitasambazwa kwa vikundi 46 kwa wakulima waliopo halmashauri zote 5 katika mkoa wa Katavi. Zinatarajiwa kuongeza eneo la umwagiliaji takriban ekari 2080. Kila pampu ina uwezo wa kusukuma maji kati ya mita za ujazo 80 hadi 100 cubic meter per hour. Kwa uwezo huu, pampu moja ina uwezo wa kumwagilia hadi ekari 40 kwa saa kwa siku, kutegemeana na mpangilio wa umwagiliaji na muda wa uendeshaji. Aidha, pampu hizi zimefungwa magurudumu, hivyo ni rahisi kuhamishwa kutoka eneo moja hadi eneo jingine. Naishukuru Tume ya Taifa kwa kutupatia mashine hizi za umwagiliaji, kwa sababu tulikuwa tunamwagilia kwa shida, tunatumia generator. Generator inatupa ugumu, mara kwa mara inajamu na kuharibika, na pia hata mipira zaidi zinatupa shida kunyanyua mipira, mara mipira kutoboka. Lakini kwa manufaa ya Mama Samia haya aliyotuletea mashine hizi za kumwagilia, naona tutakuwa tutanufaika sana
tutasomesha watoto kupitia mashine hizi na tutakuwa tunalima mboga, tunalima mahindi, tunalima. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media, kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media.